Jambo la kwanza ambalo mwanamke unatakiwa uifanye kuwa ni siri yako, usipende kuongelea juu ya mahusiano yako yaliyopita. Kitu ambacho takiwi kukifanya kwa mwanaume wako wa sasa ama mwanamke wako wa sasa ama watu waliokuzunguka ni kuambia juu ya mahusiano yako yaliyopita ilikuwa. Mimi nilikuwa na mwanaume fulani bwana alikuwa hivi. Kila story wewe ushaikuwa na mwanaume wa namna hiyo. Kila story wewe ushaikuwa na mwanamke wa namna hiyo. Hii inakujengea taswira ya watu kuona wewe ni muuni. Pengine sio muuni, lakini ni nature ya maisha. Watu tunapitia kwa watu mbalimbali. Unaamini wewe kuna mwanamke yule akishakutembea na wanaume hata 100? Vipi leo akikuhadisia akishatembea na wanaume 100? Mimi nishakutembea na mwanaume, yani ana bonge la dude mpaka kama mkono. Mimi nishakutembea na mwanaume akitaka kukama anakwambia anaongea Kimasai. Mimi nishakutembea na mwanaume, yani akitaka kukunani kama anakubaka. Mimi nishakutembea na mwanaume ana mapele kibao. Yani mambo yako yote. Sasa hii itakuweka uchi juu ya watu wa kuchukulieje wewe. Lakini pia kama utalifanya hili kwa mpenzi wako, wanaume sisi ni watu wenye wivu sana. Yaani unaweza kumwadisia mwanaume mahusiano yako yaliyopita, yeye akaona kama ni ajana au akaona yale mahusiano ndio anamsaliti yeye sasa hivi. Yaani mimi mwanaume wangu yaliyopita alikuwa ananipiga wewe. Afadhali hata nimekupatia na shukuru. Bila mwanaume sisi tunaanza kuonaga kwa wewe ni maana akipata mwanaume anampenda kuliko mimi ndio akawa anapigana. Si unanielewa? Yaani mara unamwadisia, yaani mimi mwanaume wangu wa mwanzo, yaani tulikuwa tunaweza kukata mwezi hajaniingilia. Yaani hata ukimwambia hivi leo naamu, hataki kabisa kukugusa. Yaani tunamwadisia mwanaume wako mambo hayo. Mwanaume wako atanyamaza lakini kwa mwanamke anapenda ngono mpaka kiasi alikuwa anamlazimisha mwanaume, kwa mwanaume hamtaki kabisa huyo. Kwa kumbe wewe unamshobokea bure, lakini hana thamani wewe. Kumbe tu si unanielewa, unatengeneza picha mbaya kwa mwenzako. Wewe unaweza kadhani ni unamwagia maua yake, unampa sifa kwamba kote ulikotoka hujaona ila kwake ndio kila kitu, lakini tazama unaoenda kuyazungumza juu ya mahusiano yako yaliyopita. Sawa, kama yeye atalazimisha kutaka kujua, basi na kuruhusu mdanganya. Usimwambie too much kuhusiana na mahusiano yako yaliyopita. Sawa? Mpe tu kwa kifupi, mwambie bwana mimi sijawahi kujua juu ya masuala ya mapenzi ama upendo. Kila kitu mimi nimejifunza kwako. Kwa hamna ninachokijua kilichowahi kupita kikanifanya nikikumbuke. Maybe kuanzia hapa nikiachana na wewe ndo nitaanza kukumbuka mahusiano yangu yaliyopita. Kuanzia kwako wewe. Lakini kwingine mimi sijui chochote. Kwanza sijawahi kudate na wanaume kwa naona muda kama nilikuwa nao. Yaani ya clash tu. Yaani maliza. Sio ndo ukiulizwa na mwanaume hivi mahusiano yako yaliyopita ilikuwaje ndio unaanza kufungua vitabu.